Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Tundu Antipas Lissu, ameibua mjadala mpya katika kesi yake ya uhaini na ile kuchapisha taarifa za uongo mtandaoni baada ya kuiomba mahakama ajitetee mwenyewe. Maombi hayo aliyawasilisha Juni 16, 2025 katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam, ambapo alieleza sababu kuu za kufanya hivyo kuwa ni kutoridhishwa na mazingira ya mawasiliano kati yake na mawakili wake akiwa gerezani. Lissu alieleza kuwa mawakili wake hawajapewa nafasi ya faragha kuzungumza naye tangu alipokamatwa na kuwekwa mahabusu. Hali hiyo kwa mujibu wake imeathiri uwezo wao wa kuandaa utetezi wa kina na wa haki. Kwa msingi huo, aliona ni bora ajitetee mwenyewe ili kuhakikisha hoja zake zinawasilishwa kwa usahihi na kwa mujibu wa dhamira yake binafsi. Mahakama ilikubali ombi hilo na kuruhusu Lissu kuendelea na utetezi wake binafsi, huku ikibainisha kuwa anaweza kurejesha mawakili wake wakati wowote atakapoona inafaa. Katika kesi yake ya uhaini, upande wa mashtaka ulikuwa ukitarajiwa kutoa mrejesho kuhusu hatua ya upelelezi, huku kesi ya kuchapisha taarifa za uongo mtandaoni ikipangwa kusikilizwa rasmi. Hata hivyo, kuanza kwa usikilizwaji wa kesi hiyo kulitegemea uamuzi wa shauri dogo lililofunguliwa na upande wa jamhuri kuhusu ulinzi wa mashahidi wake. Hii inaonyesha kuwa kesi hiyo inaendelea kuwa na mvutano wa kisheria na kiutawala, hasa ikizingatiwa kuwa Lissu ni mmoja wa wanasiasa mashuhuri hapa nchini Tanzania. Uamuzi wa Lissu kujitetea mwenyewe umeibua hisia tofauti miongoni mwa wananchi na wachambuzi wa masuala ya sheria. Wapo wanaoona kuwa ni hatua ya kishujaa na ya kuonyesha imani katika uwezo wake wa kujieleza, huku wengine wakiona kuwa inaweza kuwa changamoto kubwa kwa kuwa kesi za jinai, hasa za uhaini, zinahitaji utaalamu wa hali ya juu wa kisheria. Hata hivyo, kihistoria inaonyesha kuwa baadhi ya watu waliowahi kujitetea wenyewe mahakamani waliweza kufanikisha ushindi, jambo linalowapa matumaini wafuasi wake. Kwa upande mwingine, hatua hii ya Lissu inaweza kuwa na athari za kisiasa, hasa ikizingatiwa kuwa ni miongoni mwa chama kikuu cha upinzani. Inaweza kutafsiriwa kama njia ya kuonyesha kuwa mfumo wa haki haujamtendea haki, na hivyo kutumia jukwaa la mahakama kama sehemu ya kuwasilisha ujumbe wake kwa umma. Kwa vyovyote vile, kesi hii itaendelea kufuatiliwa kwa karibu na wadau mbalimbali wa haki, siasa na jamii kwa ujumla. Na hii ni Rasmi TV.